Luka mtakatifu, Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura yake ya 7 tafadhali. Sura yake ya 7 tunakuwa na vitu vya kusema pale kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kuna mambo machache tunakumbushana. Unajua tuko msimu wa mwisho wa mwaka. Tunapokuwa mwisho wa mwaka, msimu wa mwisho wa mwaka, sisi tunaita ni msimu wa majira mapya. Msimu wa mwisho wa mwaka ni msimu wa majira mapya. Lazima ujue kuna mambo ya kufanya, kuna namna ya kuenenda, kuna vitu vya kukaa, kuna mkao wa kujiweka tunapokuwa msimu wa mwisho wa mwaka. Naomba Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 7. Naomba nikutangulie kusoma. Ila na wewe naomba fungua Biblia yako tafadhali. Fungua Biblia yako, tutasoma wote ila mimi nitakutangulia kusoma. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura yake ya 7. Tutasoma tu mistari yake 6 ya kwanza kwa sababu nitaanza mstari wake wa pili. Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, nitaanza kusoma mstari wa sura ya 7 kuanzia mstari wake wa pili mpaka ule mstari wa 7. Kwa hiyo 2 7 ukitoa 2 inapungua kidogo, si ni sawa Lakini ningeanza mstari wa kwanza mpaka wa 7 tungekuwa na mistari 7. Lakini naanza kusoma mstari wa pili, sawa. Biblia inasema na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi. Neno hawezi ikiwa na maana anaumwa sana. Alikuwa hawezi. Asante, tutatumia baadaye. Asante. Alikuwa na akida mmoja, mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa. Naye ni mtu aliyempenda sana. Nasoma Biblia na mimi Mstari wa 3 Biblia inasema aliposikia habari za Yesu. Huyu ni akida, na akida si Mwebrania. Huyu ni mtu wa mataifa, sio Mwebrania, sio Myahudi. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Kiyahudi. Yeye ni mataifa. Kwa nini Wayahudi? Aliwaomba. Wenda alikuwa anasema, haijaandikwa anakupa mawazo yangu kama Gregory. Ni kama nawaza, anasema mimi sio Myahudi, mimi ni mataifa. Nendeni nyinyi wazee wa Kiebrania, na Yesu ni Mwebrania. Wenda atawaonea huruma, atanisikiliza nyie, alafu atakuja kwangu kwa mtumwa wangu. Biblia inasema alivyowatuma wale watu ili aje kumponya mtumwa wake. Napenda mstari wa 4. Na kama niyo Biblia yako unaweza ukapigia mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema nao wale wazee walipofika kwa Yesu. Angalia hapa maneno, walipofika kwa Yesu. Nataka kusoma kuanzia hapa ili kwa ajili ya muktadha tuelewane, nikakuomba tusome kuanzia nyuma kidogo. Mstari wa 4 nasema wale wazee sasa walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili huyu mtu umtendee neno hili. Hivi mwewe kupata mtu anaenda kwa Mungu, anamwambia Mungu, huyu jamaa anataka hela. Sasa Mungu sikiliza, amestahili, mpe hela, anastahili kujazwa noti. Mtu anaenda kwa Mungu anasema, Mungu, huyu mtu amestahili kujazwa Roho Mtakatifu, mjaze Roho Mtakatifu. Hivi unanielewa? Mtu anaenda kwa Mungu kukuombea. Huyu mtu yuko kidato cha 4, anastahili sana, umpe 1 ya 7. Hivi unanielewa mtu anavyoomba? Hawa wazee wakaenda kwa Yesu. Alafu wanaongea na Yesu kwa niaba ya akida. Wanamwambia Yesu, sikiliza, wewe ni baba yetu, wewe ni rabi, wewe ni mkuu, umetoka kwa Mungu, lakini tuna neno moja. Kuna mtu ametutuma, ni akida, na kwa habari ya mtumwa wake, na tunakuomba uende ukamponye. Yani amestahili uende kwake ukamponye. Angalia sasa, Yesu anauliza kimoyo amefanya nini? Na mtu unanielewa Na nitakupa kichwa cha ujumbe kinatokea hapa. Sawa. Mstari wa 5 anasema maana anatoa sifa, analipenda taifa letu. Tunaenda sawa sawa Moja, ni mzalendo. Ningesema anaipenda dini yake, anampenda Yesu wake, anapenda kanisa lake, anapenda watu wake. Sasa naweka kwa muktadha wetu wa kanisa. Sawa sawa Huyu mtu twende ukamponye. Kwa nini? Anapenda mno, anapenda madhabahu, anapenda watu wake, anapenda watu hata wasio wa kabila lake, yeye anawapenda. Watu sio wa dini yake, yeye anawapenda. Kwa nini? Nipe nyingine. Sikia nyingine hii sasa. Kafanyaje? Anasema namba 2, na yeye pia alitujengea kanisa. Yani jamaa mmoja akajenga kanisa. Yesu unakuja auji. Sio wewe hujajenga hata bafu la baba yako.
jamaa kajenga kanisa. Kuna mtu unanielewa Sasa kichwa chetu cha ujumbe wa leo, nataka niongee katika majira haya ya moto, maana saizi nasikia kuwaka moto na nitaenda kwa moto sana katika ibada hii. Ujumbe unasema, umefanya nini cha kumfanya Yesu akutembelee au aje kwako? Umefanya nini? Unafanya nini cha kumfanya Yesu aje kwako, akutembelee, aje kwenye nyumba yako, atembee kwenye ndoa yako, atembee kwenye kazi yako, atembee kwenye biashara yako, atembee kwenye masomo yako, atembee shambani kwako, atembee kwenye ndoa yako, atembee kwa watoto wako. Umefanya nini wewe? Umefanya jambo gani la kumvuta Yesu, la kumfanya Yesu aje mpaka kwako? Umefanya mambo gani jamani? Haleluya! Umefanya nini? Watu wengine nasikia shuhuda, nimetembelewa na Yesu, nimemuona Yesu, nimemuona Yesu. Jamani Yesu mzuri, jamani mwaka huu hakika nimemuona Bwana. Mwaka hujaisha, bado Mungu anaweza kukupa, akakupa majibu ya maombi yako. Bado Yesu anaweza kukutembelea. Naomba niweke mtangulizi wangu kwa kusema maneno haya. Yesu wetu, Mungu wetu ni Mungu wa wote wenye mwili. Inasema hivyo kitabu cha Yeremia. Yesu wetu, Mungu wetu ni Mungu wa wote wenye mwili. Nisikilize, ila hatembei kwa kila mtu mwenye mwili. Narudia vizuri. Yesu wetu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hii lazima uelewe. Yesu wetu ni Yesu wa wote, ni Yesu wa wote wenye mwili, ni Yesu wa wote wenye mwili, ni Yesu wa wote wenye mwili. Lakini atembelei wote, hajifunui kwa wote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hajifunui kwa wote, hajifunui kwa wote. Biblia inasema hivyo, Yeremia 32:26-27. Anasema hivi, nini? Anasemaje? Je, si Mungu ni wa wote wenye mwili? Mungu wetu ni Mungu wa wote wenye mwili. Yeremia 32:26-27. Lakini nataka nikwambie ni ukweli usiopingika. Hajifunui kwa wote wenye mwili, hatembei kwa wote wenye mwili. Yesu wetu ni Yesu wa wote wenye mwili, ni Yesu wa wote wenye mwili. Naomba niweke sawa. Yesu wetu ni Yesu wa kabila zote, ni Yesu wa lugha zote, ni Yesu wa rika zote, ni Yesu wa watoto, ni Yesu wa baba, ni Yesu wa mama, ni Yesu wa vijana, ni Yesu wa wasee, ni Yesu wa kila lugha, ni Yesu wa kila taifa. Lakini nataka nikwambie, hatembei kwa kila mtu, hatembei kwa kila familia, hatembei kwa kila kabila. Kwa nini? Kuna mambo ya kufanya, kuna vitu ambavyo vinamvuta Yesu, kuna mambo ambayo akiyaona anakutembelea. Uwe mtoto atakutembelea, uwe mbaba atakutembelea, uwe na dini kubwa atakutembelea, dini yako iwe ndogo atakutembelea. Anaitwa Yesu. Kuna mambo ya kufanya. Mungu akaniambia, uulize nafsi yako, waulize wa baba, uulize Tanzania, uulize dunia. Kuna mama yuko hospitali analia, anamwambia Bwana usiniache. Kuna baba yuko gerezani ninavyoongea, anasema Yesu usinipite. Kuna mama anasema Baba nikumbuke kwa jina la Yesu. Kuna mwanamume yuko katikati ya msitu, ameshalima mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, amepata hasara. Anamwambia Bwana naomba nitembelee. Kuna mwanafunzi anasema Baba naenda kuingia mitihani ya taifa, naenda chuo kikuu, naenda darasa la kwanza, naenda darasa la pili, usiniache, naomba nitembelee. Kuna mtu anaanza kazi kesho, anamwambia Baba naomba unitokee, acha watu wajue nina Mungu aliye hai. Kuna mtu anaanza huduma, anamwambia Baba acha dunia ijue sijaitwa peke yangu, umeniita wewe. Baba nitembelee. Kila mtu anataka kutembelewa na Bwana. Hata mimi nataka kutembelewa na Bwana. Hata rafiki yangu uliyepo hapa, unayetuangalia, unayetusikiliza, najua unataka utembelewe na Bwana. Yako mambo, viko vigezo
vigezo, ziko kanuni. Ili Bwana aje kwako lazima ufanye. Jamani, amina. Amina. Kuanzia mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa kitabu cha Ufunuo, Yesu hakujiendea tu kokote, hakujiendea kwa kuwa anajisikia kwenda. Ni Mungu aliyekuwa na ratiba. Kila kitu chake kilikuwa kimepangwa. Alikuwa na kalenda. Alijua anamaliza kazi dakika ngapi, alijua atakuwa msalabani saa ngapi. Ndio maana kwa nini unajua kushtukisa, hata akiwa msalabani muda wake ulikuwa umefika tayari, akasema sasa imekwisha Bwana, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba, wasamehe hao. Alijua ni majira, hakuwa anasema Baba tuma malaika aje kunitoa. Alijua kazi yake, alijua ratiba yake, alijua kalenda yake. Nataka nikwambie, Mungu anatamani, Mungu ana njaa, ana kiu, ana shauku, anataka kutembelea. Kuna mambo ufanye ya kwako, yeye ana shida, yuko tayari. Wangapi wako tayari kutembelewa na Bwana? Wangapi wako tayari kutendewa na Bwana? Wangapi wako tayari kuguswa na Bwana? Wangapi wako tayari kupewa miujiza yao? Kuna mambo yafanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa naomba niweke msingi mwingine. Mungu anaweza kumtembelea mtu kwa mambo kadha wa kadha. Nisikilize, Mungu anaweza kumtembelea mtu kwa namna mbalimbali. Ni muhimu uelewe hii. Sio kasema ukakaa unamngoja Mungu chumani kwako. Mungu ana rangi gani? Atakuwa mkubwa chumba atatosha. Nataka unifuate vizuri. Kuna namna kadha wa kadha ambazo Mungu amekuwa akitembea na watu wake, akiwatembelea watu wake. Tangia mwanzo wa kina Habili alikuwa anaongea nao. Ukatoka kwa kina Habili ikaja kwa kina Enoko. Ukatoka kwa kina Enoko, hapa katikati wakakosekana watu mpaka kwenye kizazi cha Seti. Watoka Seti anatembelea, kuna watu walitembea nao. Kuna watu mpaka sasa anatembea nao, na mmoja wapo ni wewe na mimi katika jina la Yesu. Natamani akutembelee Bwana. Natamani Bwana akutembelee. Anatembea kwa namna mbalimbali. Nisikie. Namba moja, anaweza kukutembelea kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako, kwenye afya yako, kwenye masomo yako, kwenye kilimo chako, kwenye huduma, kwenye kiroho chako. Akakutembelea kupitia neno lake. Karama sakaraba kurabayanda. Mungu anaweza kuja kwako kupitia neno lake. Jamani, Bwana asifiwe. Zaburi ya 107 mstari wa 20, maandiko yanasema ulituma neno lake, ulituma neno lake, ulituma neno lake, ulituma neno lake waokoa na kuwatoa katika maangamizo yao. Mungu anaweza kuja kupitia neno lake na kuombea hata kupitia neno hili. Baba yetu aliye mbinguni akutembelee, akuponye kwa neno lake, akuinue kwa neno lake, akuipe nguvu kwa neno lake, akuingize kwenye majira mapya kwa neno lake. Neno la Bwana linaweza kuponya maisha yako, linaweza kukupa historia mpya, linaweza kukupa tabasamu, linaweza kukupa majibu yako, linaweza kukushindia vita. Neno la Bwana, jamani, haleluya. Neno la Bwana, naenda haraka haraka. Mungu anaweza kukutokea. Ndio maana unasoma Biblia yote unasikia neno la Bwana likamjia Elia mtishi. Kitabu cha Samuel, ukisoma Wafalme, ukisoma Samuel, ukisoma Nyakati, hata ukija kwenye kina Ezekieli ile 37, neno la Bwana likamjia. Neno la Bwana hata Ezekieli nini nimesoma Yeremia 32 26 27, neno la Bwana likamjia. Mungu anaweza kaja kupitia neno lake. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu akutembelee, na hii ndio njia mama, njia tamu, njia nzuri, njia rahisi sana ya kutembelewa na Mungu aliye hai. Na kuombea Mungu akutembelee kwa neno lake. Nasema na kuombea Mungu akutembelee kupitia neno lake. Sasa naweka angalizo ili Bwana akutembelee sana, mara nyingi mno kupitia neno lake. Hakikisha weka utaratibu, weka ratiba, weka ratiba, weka ratiba, weka utaratibu wa kulisoma na kulitafakari neno la Bwana. Unaposoma, tunapozungumza uamsho, Mungu anatutembelea. Na ndio maana unajua, ningekwambia naongea uamsho, lakini nimeongea kwa namna ya lugha nzuri uweze kuelewa kwa wepesi zaidi. Naongea uamsho hapa ili Mungu, maana uamsho ni Mungu kutembelea watu wake, Mungu kurejea kanisa, Mungu kututembelea, kujizilisha kwa nguvu. Ili Mungu akutembelee lazima alete neno. Hakuna uamsho kabla ya neno, hakuna miujiza kabla ya neno. Ndio maana Mungu analiangalia neno. Tunaenda sawa sawa.
Neno tu linaweza likakutoa, neno likakuponya, neno likakupa fedha, neno likakupa heshima, neno likakupa ndoa, neno likakupa kazi. Neno imeandikwa Baba, imeandikwa neno. Mungu anatutembelea. Nisipoteze muda, nataka niende na wewe vizuri. Kuna mara nataka nikae kwenye zile njia, mambo ya kufanya, nataka nikae kwenye mambo. Njia ya pili, Mungu anakutembelea. Tunaenda sawa sawa. Anakutembelea kupitia Roho wake Mtakatifu. Kupitia Roho wake Mtakatifu. Mungu anatutembelea kupitia Roho wake Mtakatifu. Roho wake Mtakatifu. Roho wake Mtakatifu anatutembelea kupitia Roho wake Mtakatifu. Ndio maana Yesu anawasihi sana wanafunzi wake. Anawaambia yawafaa ninyi mimi niondoke ili aje awatembelee akae na ninyi. Nikupeleke kitabu cha Yohana sura ya 16. Naipenda injili ya Yohana, injili ya maisha yangu, injili. Maana hapo ndio unamuona Yesu kwa namna, oh my God. Anasema, ngoja nifike hapa, tamu sana hii. Kule 26 nikupe hii sijui. Okay. Hata sasa mkuomba neno. Ngoja nisome, ngoja nikupatie hii. 14:7. Nende na wewe taratibu sana. Wala sitaki kukimbizana na wewe. Hii ni maisha yetu. Yesu akajibu, nataka nikupe yawafaa. Inawafaa sana. Inawafaa ninyi mimi niondoke. Tunaenda sawa sawa mbata. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Sawa Mstari nataka nisome injili, niko injili ya Yohana. Mstari wa sura ya 16. Si ndio? Lakini sasa mimi naenda zangu. Si ndio Lakini mimi nawaambia hayo kusudi sasa. Okay, lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja aliyeniuliza unakwenda wapi, kwa sababu nimwambia hayo huzuni. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi. Yohana 16 na kamata mstari wa 7, nianza kusoma wa 5. Lakini mimi nawaambia yawafaa ninyi nini, nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja, hata watembelea. Naongea Roho Mtakatifu anaweza kututembelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anaweza kututembelea. Roho Mtakatifu anaweza kuja nyumbani kwako, na huyu nampenda anaweza kuja chumbani kwako, na huyu sio tu chumbani kwako, ukiwa kwenye bodaboda anaweza akakutembelea akakwambia twende wote mwanangu. Kuna mtoto mmoja alikuwa anatoa shuhuda, anasema baba nilikuwa kwenye bodaboda, alafu kabisa Roho akaniambia mwanangu kaa vizuri, hiyo inaenda kutokea ajali, lakini usiwe na wasiwasi na kushika. Kama tulivyokuwa tunaimba hapa, ile bodaboda mwenye bodaboda anaendesha katupa kule, alikuwa nyanga, alafu anasema baba nikajikuta nimekaa kama nimekaa kwenye mikono ya mfalme nani, sijaumia, sijafanya chochote, nikajikunguta. Roho Mtakatifu anaweza kukutembelea ukiwa njiani, anaweza kukutembelea. Halali asuiliwi na mipaka. Ukiwa umelala wewe anaweza kukutembelea, akaingia kwenye moyo wako, akaingia kwenye mishipa, akaanza kukutembelea, akaongea na wewe. Mungu anaweza kukutembelea. Namba 3, kwa namna ya maono. Anasema katika wakati anaomba, anasema nikaona maono wasiwasi. Mungu anaweza kukutembelea kwa njia ya maono. Nataka uelewe mambo haya. Nataka nije kwenye mambo ya kufanya. Kwa anaweza akakutembelea. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1, wa 2 na wa 3 na wa 4, anasema ilikuwa saa 9 saa ya kusali. Mimi Kornelio nikawa naomba, lakini nikaona katika maono. Mungu anaweza akakutembelea katika maono. Maono sio ndoto, inakuwa kama usingizi, kama hujalala, ni unaona kama live. Yani kama live kabisa, kama kwenye TV. Ni nini, namna gani, ni nini, nimelala sijalala, unaona kabisa kama maono. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu anakutembelea kupitia maono. Anaweza kaja akasema na wewe kupitia maono. Una mtu unanielewa sawa sawa? Mambo gani usisahau tunaongea. Mambo gani ya kufanya, vitu gani vya kufanya ili Yesu aje kwako, ili Mungu akutembelee. Naongea kuna njia mbalimbali ambazo Yesu anatumia kutembelea au kutembelea watu wake. Yesu anaweza akakutembelea. Hii sio njia nzuri sana, sio wenyewe, na hatutamani kuweka fundisho, ila Mungu anaweza akakutembelea kwenye ndoto. Usisahau unaposoma kitabu cha Matendo cha Yohana, Mathayo sura yake ya 2, alimtokea babangu Yusufu, sio mara moja, sio mara mbili. Akamtokea kwenye ndoto, akamwambia Yusufu, usihofu kumchukua mke wako, usihofu kumchukua mke wako. Akamtokea kwenye ndoto, na maandiko hapa ya kutosha. Mungu akamtokea. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
pamemtokea kwenye ndoto mara nyingi. Sawa Mathayo 2:13, na hao walipokuwa nini? Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, katika ndoto, katika ndoto, katika ndoto, katika ndoto. Mungu anaweza akakutembelea kwenye ndoto. Sikiliza, hapa anaweka angalizo. Ziko ndoto unaweza ukaota kwa sababu ya shughuli za siku nzima. Umekuwa umepiga story hapo, umeongea vitu gani, si umeongea badilisha mambo, unaweza ukaota ulivyokuwa unaongea. Hizo ni ndoto za kibinadamu. Lakini unaweza ukaota ndoto za kipepo, za kutishiwa uhai. Unaota unakufa, unaota unachomwa, unaota unaongea na wafu. Sio tu unaongea na wafu, unaota unafanya mapenzi, unaota unaibiwa, unaota unavuliwa nguo zote. Hiyo ni fedhea. Unaota uko darasa la kwanza, wewe umeshaolewa, una ndoa, ni mbibi, una wajukuu 17, unaota uko darasa la pili. Hizo ni ndoto za fedhea, za kurudisha nyuma na kuambia we njoo, kuna kitu kinakuvuta. Ndoto za giza hasiote hizo. Unaota ni ujumbe. Mungu anakuambia ukiamka, kaa kwenye nafasi yako, ikataa hiyo ndoto. Shetani alikutembelea, ila iite ndoto ya Bwana. Jamani, haleluya. Kuna ndoto ya kimungu. Mungu anaweza akakutembelea. Amina. Lakini Mungu anaweza akakutembelea kwa sauti yake.